Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Ufuatao ni wasifu wa marehemu Judith Francis. Kuzaliwa. Bi Judith Francis alizaliwa tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 1980 akiwa ni uzao wa 4 kati ya watoto 8 wa familia ya Mzee Francis Xavier Peter na Bi Justina Kokushubira. Sakramenti. Ubatizo. Alibatizwa tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 1981 katika parokia ya Mwemage, Jimbo Katoliki Bukoba, na Padre Paulo Rutananukwa. Namba yake ya ubatizo ni 8500. Komunio. Alipata komunio ya kwanza mwaka 1987 katika parokia ya Mwemage, Jimbo Katoliki Bukoba. Kipaimara. Alipata kipaimara mwaka 1991 katika parokia ya Mbulahati, Jimbo Kuu Katoliki Dar es Salaam. Ndoa. Alifunga ndoa na Bwana Aristides Stefano Rogoshola mwaka 2004 katika parokia ya St. Joseph, Jimbo Katoliki Dar es Salaam. Elimu. Bi Judith alisoma elimu ya msingi katika shule ya Karume, Dar es Salaam, elimu ya sekondari katika shule ya Mlimani, na baadaye akajiunga na chuo cha uandishi wa habari BSJ. Ajira. Bi Judith aliajiriwa na kufanya utume na Radio Maria katika maisha yake yote tangu Agosti mwaka 2017 kama mwakilishi wa Radio Maria Jimbo Katoliki Bukoba, mwandishi wa habari makao makuu na mwakilishi wa Radio Maria Kayanga mpaka alipoaga dunia. Familia. Bi Judith alikuwa mjane na ameacha mtoto mmoja, Steven Aristides, ambaye kwa sasa anasoma Chuo Kikuu Dodoma, amemaliza mwaka wa kwanza. Ugonjwa. Bi Judith alianza kujisikia vibaya akilalamika kuumwa tumbo, akapelekwa kwenye kituo cha afya Kayanga tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka 26, na tarehe 21 mwezi wa 8 mwaka 2026 usiku akaaga dunia, na hapo ndipo akaanza kuitwa marehemu Judith Francis. Shukrani. Tunashukuru uongozi wa Radio Maria Tanzania kwa kuitambua kalama ya marehemu Judith na kuishi naye kwa upendo, pia kuwa nasi kwa wakati wote katika kipindi chote hiki kigumu hata tunapompumzisha leo. Tunashukuru uongozi wa Jimbo Katoliki Kayanga na Jimbo Katoliki Bukoba kwa upendo na ushirikiano mliotupatia katika kipindi hiki kigumu. Pia uongozi wa kituo cha afya cha Kayanga, jamaa nyote na marafiki mlioshirikiana nasi, Mungu awazidishie mahali mlipotoa. Kwa pekee kabisa tunamshukuru mzee Ajinam Kigwa ambaye ni baba mwenye nyumba alipokuwa akiishi Judith, kwa majitoleo yake kumpokea na kuishi naye kama mtoto wake wa kumzaa, na baada ya msiba kutokea amekuwa nasi na kutupatia mahitaji muhimu ya kuendelea na msiba. Raha ya milele umpe Bwana, mwanga wa milele umwangazie. Mpenda wetu marehemu Judith apumzike kwa amani.